Mimi naitwa Mgada wa Igoro. Shida yangu nataka baba uninie akasaya hiyo. Sina mlemazi, sina huduma. Ninataka huduma kwako. Sasa sina mtu wa kunilea. Babangu ameshakuwa mzee, mamangu ameshakuwa mzee. Tulizaliwa watu wawili tu. Alafu kaka amepotelea Kizingani. Sasa hivi sina huduma. Ninawaomba baba unisaidie katika maisha yangu. Aya, asante. Sasa wewe pamoja na Boniface Malima ambaye ameomba msaada, amefanyiwa upasuaji, hali yake ya maisha sio nzuri. Wewe pamoja na Boniface, lakini kuna Gati Kishere Serera, huyu ni mlemavu, anaomba msaada wa kutunziwa mtoto aliyekuwa anamtunza, alishafariki. Huyu Boniface na yeye asoge. Boniface, Gati Kiserera, sogeni pale kwa katibu wa waziri mkuu. Haya tutashughulikia moja baada ya lingine. Kuna Eliakimu Mwaliango, huyu naye ni jambo la msaada. Kuna Elipendo Masatu, jambo la msaada. Kwa Swamila Mayamba, jambo la msaada. Haya, hawa ambao wameandika haya mambo yanayohusu masuala ya msaada wasogee pale kwa katibu wa waziri mkuu. Haya, kuna Steven Manyama, huyu ana jambo la kero ya wachimbaji wadogo. Hebu asogee Steven tumsikie. Kero ya wachimbaji wadogo. Ndo nimesema ya wachimbaji wadogo. Yule ambaye ndo anasema kwa niaba asogee kwenye maiki hapa. Yule ana jambo la wachimbaji wadogo asogee, aongee kwa niaba ya. Mwingine ni Doto Malima Mwangwa, na yeye ni jambo la wachimbaji wadogo, na yeye asogee kwenye maiki. Sasa niombe pia, hawa nimewaita ni swala la wachimbaji wadogo, hebu asogee kwenye maiki. Lakini kuna orodha ya wale ambao jambo lao linahusu ardhi. Labda hawa tuwasogeze huku kushoto mwa ili jukwaa dogo pale pembeni katikati pale. Wale wote ambao wana jambo la ardhi wasogee upande ule pale, ili naibu waziri pamoja na timu yote ya watu wa ardhi waende pale. Waende kushoto pale kushoto pembeni karibu na ambulance pale. Na naibu waziri yuko kamili, hoja zisipoisha atabaki huku mpaka ziishe. Huyo ni kamanda wa majira yote. Wale wa ardhi waende kule karibu na ambulance kushoto mwa jukwaa dogo. Wale wa mahitaji yale ya msaada waende huku kwa katibu ofisi binafsi ya waziri mkuu huku. Watawasikiliza. Hawa wa madini, kuna huyo wa madini, kuna huyo wa kilimo anasema Steven Manyama. Wananchi wamepasua bomba la kilimo Chororwe. Huyu naye asogee, tutamsikiliza hapo. Jambo la kilimo. Haya, kuna Laurencia Vitus Makani anadai pesa za Joel Nyabukika milioni 10 tangu mwaka 2019. Huyu naye asogee kwenye mic, kwenye kisemeo pale.
Asogee kwenye microphone pale. Haya, kwa tuanze na moja moja. Mimi ni ex chairman wa Musoma vijijini kwa kipindi kilichopita. Jina ni Steven Manyama Kunaga, kazi wa kijiji cha Chirorwe ndani ya kata ya Subuti. Mimi nimeleta kero yangu hapa kwamba Tanzania, kama Tanzania tumewapokea ndugu zetu wawekezaji. Sasa ndani ya kijiji cha Chirorwe kuna wawekezaji ambao ni wachimbaji waliokuja kuchimba. Walichimba dhahabu, lakini walikuwa wanaenda kuchakata kijiji kingine cha Seka. Sisi pale Chirorwe hatukupata chochote mpaka wakahama wakaenda sehemu nyingine ndani ya Musoma vijijini. Ilifika mahali tukadai kwamba angalau tupate taarifa ya mapato na matumizi ya hawa wawekezaji, kulikoni kuondoka wakatuachia shimo na korongo bila faida yoyote. Tumelalamika mpaka kwa mheshimiwa DC, ana taarifa hiyo. Baadaye ukaguzi wa ndani ukafanyika. Mheshimiwa DC akaja akasema kwamba hii taarifa ya ndani imenizidi uwezo na ipeleka TAKUKURU. Ikapelekwa TAKUKURU Musoma. Lakini toka ipelekwe TAKUKURU Musoma mpaka leo hii hatujapata mrejesho. Na hatujui kwamba ni kiasi gani ambacho hawa wawekezaji watatulipa. Sasa wakati huo wachimbaji wadogo wadogo waliokuwa wanajisaidia pale nao wakafukuzwa eneo hilo. Mpaka sasa hilo eneo linalindwa na maaskari wanalinda pale. Mtu akienda kutafuta kuni, wakina mama bado wanatumia kuni, au wakina mama wanafukuzwa na hao walinzi wanaolinda kwamba kuna mwekezaji mwingine atakayekuja. Tunasikia tu taarifa kwamba sijana kuja Mchina sijui nani. Lakini nchi hii ni nchi ya Watanzania, sio ya wageni kuja wanatufukuzia vijana wetu ambao wanajisaidia kwa hali na mali. Sasa mheshimiwa waziri mkuu, naomba hili liko chini yako kwa sababu DC analifahamu fika. Hatujapata mrejesho wa chochote ambacho tutarejeshewa kwamba ni kiasi gani. Tutaleta taarifa kutoka TAKUKURU Musoma. Sasa mimi ningeomba la msingi kabisa kwamba pale vijana wetu wanajitahidi kupata angalau pesa ya kujikimu. Alafu kuna miradi mwingine wa kilimo pale. Shamba lifika mahali likapotea kwa sababu ya maji yalipo mtaro uliokuwa umejengwa ulipopasuka, basi wakatusahau kabisa sisi. Sasa hivi kilimo cha mpunga Chirorwe tulikuwa tunauivisha kwa mwaka mara 2. Sasa hivi tunategemea mvua ya kutoka juu ndipo tunapata mpunga kubabaisha. Alafu pale Bulimani pale kuna mtandao wa simu. Hatujui kwamba kunaingiza kiasi gani pale. Chirorwe pale kuna mtandao wa simu, sijui ni Asi na Vodas, hatujui. Lakini sasa cha msingi naona ni haya. Asante, umeeleweka vizuri sana. Ya taarifa nilizopewa zamani hapakuwepo na ufuatiliaji wa hawa wawekezaji na hizi shughuli za uchimbaji mdogo ili kuweza kutoa mapato kwa halmashauri ya wilaya, ngazi za vijiji. Sasa nimeambiwa siku za hivi majuzi mmeshaanza kuzifuatilia sana. Sasa hoja zote hizi ambazo umezisema, Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako, hebu fuatilieni mradi mmoja baada ya mwingine. Na kama mmeshawafuatilia hizi hoja alizozisema, kama una jambo la kusema, karibu unaweza ukasema. Karibu kama mmeshachukua hatua. Karibu kwenye maiki utuambie. Kama bado, basi zichukue hizi hoja zote alizozisema mzee wetu mkazifanyie kazi. Karibu kwenye maiki hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, njoo kwenye maiki. Njoo.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kwamba kwa kifupi kero zote tumezipokea na tunazifanyia kazi. Lakini hili la Chilorwe nafikiri la mapato ya madini lilifanywa uchunguzi wa awali na likaenda kwa Mheshimiwa DC. Nafikiri ofisi yetu ya TAKUKURU inaweza labda ikatusaidia majibu, Mheshimiwa. Aya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utaiitisha hiyo taarifa, nipate hiyo taarifa ya TAKUKURU ili tuweze kuielekezea hatua stahiki zinazotakiwa. Kwa hiyo kamanda ataleta kwa Mkuu wa Mkoa, na nitapewa hiyo taarifa. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Majita, mnatisha. Anayefuata ikiwezekana sawa, twende, alafu mtampa yule mama. Mimi kwanza naanza kujitambulisha majina yangu. Ninaitwa Kaswamira Mayamba Kaswamira, mkazi wa eneo la Suguti Nyambui. Mheshimiwa Waziri, kwanza nianze pia kukupa pongezi zako na shukrani kwa sababu mikoa uliyopitia ulioyafanya tunayasikia na tunayaona. Ninaamini pia haya kutoka hapa pia tutakayozungumza hapa na tutakao tumeyaomba nafikiri tutatekeleza. Sasa mimi nina kero mbili. Kero ya kwanza ni sekta binafsi. Mimi ni mchinjaji wa nyama za ng'ombe na mbuzi. 2024 mwenyekiti wa kijiji kwa nguvu zake na ubabe wake alizuia ng'ombe wangu wawili waliokuwa wamechinjwa, nyama zikaoza kilo 100. Ng'ombe mmoja alikuwa nimenunua kwa Majura Magesa, mwingine kwa Maimukwa Hussein, kwamba heti yeye hajaniidhinishia. Na wakati tuna sekta hiyo ina maafisa mifugo wa wilaya, kijiji mpaka kata. Sasa nikapeleka hilo ombi na malalamiko yangu mpaka kwa DC, nikawa na kielelezo cha nyama. Nilikwenda pale na nyama kama kilo 2. DC akaagiza ngazi za chini zifanyie utekelezaji hilo zoezi langu. Mkurugenzi akaagizwa, afisa mifugo wa wilaya akaagizwa. Zoezi likafanyika, lakini mpaka sasa tangia 2024 tarehe 25 Krismasi sijalipo hiyo thamani ya shilingi milioni 1 dhamana kama ya ng'ombe wangu walioharibika nyama zilizooza. Hilo moja. La pili, ni nani aliyechelewesha mpaka ikaoza? Mwenyekiti wa kijiji Sadiki Mohamed Chiguma. Mwenyekiti wa kijiji alitumia ubabe wake. Yuko wapi mwenyekiti huyo? Hebu mwenyekiti sogea tuambie. Hebu mwenyekiti tuambie. Mmechelewesha ng'ombe mpaka nyama zikaoza. Hili lilikuwaje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Sadiki Msendo Chiguma, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Suguti. Mimi nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimepokea barua kutoka kwa afisa mifugo wa kata ndugu Shahidi kwamba mtu yeyote anayetaka kwenda kumhalalisha mfugo yake kwa kwenda kuuza buchani aonyeshe kibali cha aina ya ng'ombe mwenyewe ana afya gani. Kwa hiyo nilienda kumuuliza kibali amepeleka ofisi gani, alikuwa hajapeleka ofisi yoyote kwa sababu ya ubabe aliyoutumia. Lakini sikuzuia ng'ombe kwa sababu mashahidi hata wana kijiji wapo. Haya ni masuala ya kisiasa kwa sababu alikuwa kwenye kundi pinzani kipindi cha uchaguzi. Naomba kuwasilisha ndugu mheshimiwa. Kwani kulikuwa na tishio la afya ya mifugo? Tishio ni kwa sababu ya wizi unaofanyika wa ng'ombe mmoja. Kwa hiyo afisa mifugo alisema kwamba tuhakikishe kwamba ng'ombe anayekuja kuchinjwa tuone kibali amenunuliwa kutoka wapi na ana rangi gani. Sasa kwa mfano kama hakuibiwa na nyama imeoza, mnamfanyaje aliyekuwa na hiyo mifugo? Nyama haikuoza mheshimiwa. Ilienda wapi? Yeye anajua anachokizungumza hapa. Hata wananchi ni mashahidi. Hebu mpe tena. Mheshimiwa Waziri, naomba nilizungumza hili kwenye haraiki hii. Mimi ninasali, umri wangu miaka 65. Nimestaafu mwaka 61. Mwenyekiti anapenda kutumia mamlaka alionayo kutunyanyasa. Ndugu Majura Magesa aliniuzia ng'ombe, ndugu Memko aliniuzia ng'ombe. Afisa mifugo aliidhinisha ukaguzi wa kwanza na wa pili, athmota na plasmota. Lakini yeye ghafla akajikita kwenye kitengo ambacho sio cha kwake. Akakwenda kuweka pale ubavu wake na kuzuia nyama zilioza. Ushahidi upo. Mkuu wa wilaya nilikwenda na nyama, mkurugenzi aliziona nyama, afisa mifugo aliziona nyama. Sasa anapokwepa sijui ana maana gani. Hilo moja. La pili, yeye analeta marumbano ya siasa. Alitamka kwamba ambaye ameninyima kura ataniona. Na kweli aliingia madarakani kwa chenga tu. Hakuingia kwa kupigiwa kura. Hatukumpigia kura. Aliingia kwa chenga na aliyemweka madarakani ameshafukuzwa kazi. Katibu alifukuzwa kazi kwa sababu yake huyu ndugu. Kwa hiyo ninamuomba kwamba Waziri Mkuu, nalo liomba ombi la kwanza kwa niaba ya wananchi. Kwanza uongozi wake na baraza lake livunjwe, limwagwe chini. Tuchague upya. Sio kiongozi wetu halali huyu.
Hilo la pili. Huyu anatumia ardhi yetu kuuza na kugawia watu bila kutushirikisha. Ofisi ya kijiji pale amepangisha, wameweka mradi wa dhahabu, wameweka ukumbi wa video. Hatujui sisi tunalipwa nini wana kijiji, na ni jengo letu sisi. Bado anajikita kwenye ubabe tu na serikali yake ya kijiji. Kwa kweli tuna kero nyingi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Labda nikatishie hapo niingie kero ya pili. Haya, nilitaka niwaombe, naomba tusikilize, kwa sababu maamuzi ya kijiji yanatakiwa yafanywe na mkutano mkuu wa kijiji, na leo kwa sababu tuna washiriki hata wanaotoka vijiji vingine, tukichukua uamuzi akitupeleka kwenye sheria anatushinda, kwamba mkutano uliomtoa sio mkutano halali, kwa sababu leo hii tuna washiriki na kutoka vijiji vingine. Sasa namwelekeza mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya watapanga siku waje uitishwe mkutano mkuu wa kijiji proper, uwe mkutano mkuu wa kijiji peke yake cha kwenu, ili muweze kujadili hizi kero zote za kuhusu uendeshaji wa shughuli za serikali ya kijiji ya hapa. Lakini ili la ng'ombe aliyeoza na hivi na si limeendaendaje hilo, na lenyewe hilo nitatuma watu wangu sio nitafutie ukweli kuhusu jambo hili ili tuweze kuhukumu kwa haki. Kwa hiyo DSO mtafuatilia mpate ukweli wa jambo hili, kipi kilikuwa kipi, ili tuweze kuamua kwa haki. Kwa hiyo nimeipokea hoja yako, ila ile kubwa ile ya shughuli ya kijiji yenyewe ile tunamkabidhi mkuu wa mkoa, atapanga siku. Amesema mkuu wa mkoa atakuja Jumatano saa 4 asubuhi. Kwa hiyo hilo litaishia huko. Haya, tuende kwa mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaitwa Mashauri Rumbika Machumu, mkazi wa kijiji cha Chirorwe, kata ya Suguti, kutoka katika kitongoji cha Rwamakoro. Katika kitongoji cha Rwamakoro, bahati nzuri Mwenyezi Mungu ametujalia, kuna watu wanachimba pale madini ya dhahabu, na hawa asilimia kubwa wanaochimba pale walikuwa wanachimba upande huku ambako baadaye mwekezaji alikuja akachukua lile eneo, na asilimia kubwa ya wale wachimbaji walihamishwa wakapelekwa karibu na eneo la huyu mama yetu ambaye mimi ni mama yangu mzazi. Ameishi pale kwa tokea mwaka 1979 mpaka sasa hivi. Lakini sasa hawa wachimbaji wadogo hawa ambao wako huku upande wa mashariki huku na wengine wako hapa upande wa kusini mashariki hapa sasa ndipo kila siku wanapolipua. Wakitaka kulipua, huyu mama yetu ambaye ni kipofu, uono wake ni hafifu kabisa, anaambiwa atoke katika hayo mazingira, sio mazingira salama. Hivyo analazimishwa kila siku au anatoka eneo husika kwenda sehemu nyingine ili walipue, na baadaye ndo anaambiwa warudi. Lakini zaidi ya hayo, pale nyumbani kwetu kuna nyumba 2 ambazo wakati mwingine zimekuwa wanapolipua zinatobolewa kutokana na mawe ambayo yanaruka kwenda juu. Kwa hiyo yanaporuka kwenda juu, hizo nyumba zinapotobolewa, msaada ambao tunaupata kutoka katika serikali ya mwenyekiti wa kijiji, anawaambia wale watu angalau tuwaje wafanye ukarabati kwa kuweka mabati mapya, halafu maisha mengine yaendelee. Zaidi ya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la huyu mama sehemu kidogo tu ambayo haifiki hata nusu ekari, mwenyekiti wa serikali ya kijiji amechukua hilo eneo na kuweka watu yeye anaowaita kwamba ni wawekezaji. Na hivyo huyu mama eneo lake linatumika na wachimbaji wadogo, wakati yeye hanufaiki kwa chochote kile. Upande wa magharibi huku sasa hivi zimewekwa mashine za kuchenjua mawe. Kwa hiyo huku asubuhi, tokea asubuhi saa 12 Kerere, upande wa huku kusini mashine za kuchenjua mawe zimewekwa. Huku upande wa mashariki huku nako kuna baadhi ya mashine za kuchenjua mawe zilizoko huku magharibi, kusini huku pamoja na sehemu nyingine. Upande wa huku magharibi sio eneo la huyu mama. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefuatilia sana, na kuna baadhi ambazo ya document
tumefika mpaka kwenye ofisi ya mkurugenzi, akatupa akaomba wale wanaochimba lile eneo pale wahamishwe pale. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tokea 2020 mpaka leo hii, hiyo ndo tabu ya huyu mama ambayo anaendelea kuipata na familia kwa ujumla. Tunaomba msaada wako Waziri Mkuu, ili swala la huyu mama lishughulikiwe na yeye aweze kuishi kama wazee wengine katika nchi yetu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kamishna wa madini, hebu panga muda Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Ngoja kwanza, tunataka tukabidhi tu kwa sababu hoja za aina naziona ziko nyingi. Hebu panga muda mwenyekiti wa halmashauri akuitie hawa wote ambao kuna mizozo ya aina hii, ili uje ulitatue. Au hili hapa ulishalifanyia kazi? Bado hujalifanyia kazi. Njoo onana na kamishna na mwenyekiti wa halmashauri, atawaitisheni wote ili muweze ili liweze kueleweka. Sogea huku kwa mwenyekiti wa halmashauri, na atawatafuta mwenyekiti wa halmashauri, watafute wote wenye kero za aina hii, ili mwenyekiti na kamishna wa madini mlitatue hilo, na taarifa ije kwa mkuu wa mkoa ili niweze kuipata kwamba jambo hili limeshughulikiwa. Sheria inasema hivi, kama eneo, na bahati nzuri profesa anayejua sana haya, ndio mwanzilishi, kama shamba limegundulika kuwa na madini na ikapatikana leseni, mwenye leseni mwekezaji atapata 70, mwenye shamba atapata 10%, nadhani mpaka wawasiliane na wale pale. Kwa kuna 20 and then kuna 10 ya yule aliyekuwa mmiliki wa shamba. Kuna mwekezaji, kuna mwenye leseni, na kuna yule aliyekuwa mmiliki wa asili wa shamba. Haya, tumsikilize mama hapo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi ninaitwa Laurencia Vitus Makanza. Ni mkazi wa Geita mjini, kijiji cha Tambukareli, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita. Ni mke wa marehemu Joel Nyabukika ambaye pia ni mkazi wa Geita, ingawa amepumzika, lakini kijiji cha kwao alikozaliwa ni Bulamba, wilaya ya Bunda. Pia nimekuja na vijana wangu wawili. Mzee wangu huyu Joel Nyabukika alikuwa ni mgonjwa, na ndio maana ikapelekea mpaka akafariki. Alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari na moyo. Vijana wangu ambao tulikuwa tukisaidiana nao, ni nao baadhi ya watoto wangu wawili tu ambao nimekuja nao. Anaitwa Ismaili Joel Nyabukika pamoja na Franki Joel Nyabukika. Wamekaa hapo. Sasa mimi kero yangu ni moja tu, Mheshimiwa. Ndugu Joel Nyabukika ambaye ni marehemu kwa sasa, alimkopesha ndugu Emmanuel Kitole pesa shilingi milioni 10 kwa ajili ya mradi wake wa uchenjuaji wa dhahabu tangu mwaka 2019. Ilikuwa hapo katika wilaya na mkoa wa Geita. Makubaliano katika mkataba wao waliofunga mbele ya wakili Neema Josephat, mkazi wa Geita pia, ilikuwa kwamba baada ya 1.5 hizo pesa zirudishe. Lakini baada ya 1.5 pesa haikurudi. Shilingi ngapi? Milioni 10. Mheshimiwa, nimeambiwa huyu aliyekopeshwa ni diwani. Yuko wapi? Hao alikuwa diwani wa zamani? Geita alikuwa ni mkazi wa kawaida, hakuwa diwani. Mheshimiwa, umepiga na suti kabisa, tuambie ni kweli ulikopeshwa? Mheshimiwa mkuu wa Waziri Mkuu, bila kupoteza muda, ni kweli tulifanya biashara na mzee akiwa hai. Na ni kweli ulikopeshwa milioni 10? Na ni kweli alinunua hizo dawa za kuchenjulia hiyo dhahabu kwenye planti yangu. Kilichotokea, tuliibiwa carbon, na mimi nimepata taarifa za msiba wake ni wiki iliyopita. Wakanipigia simu kupitia mzee Nyabukika, mwenyekiti wa CCM wa zamani. Sasa akanieleza kila kitu. Lakini hapo awali mzee huyu alinilea mimi kama kijana wake, na niliishi naye vizuri.
Shida iliyojitokeza pale ni kwamba mimi nilimlipa fedha ambayo ni kiasi akizidi hiyo milioni 10. Kuna mengine hatuwezi kuyatamka hapa. Lakini kwa bahati mbaya huwezi kuongea na mtu ambaye tayari alishatangulia. Mimi niweze kukiri tu kwamba ili tusikusumbulie muda, ni swala la ndani ya mwezi huu mimi ni wakabidhi hicho kiasi cha shilingi milioni 10 kuhakikisha kwamba tuendelee na maisha mengine. Mheshimiwa Diwani, kwanza nikupongeze sana kwa kuwa muungwana. Asante. Kwamba mzee alikulea, na kwa sababu alikulea bila kuanza kupitia nukta moja moja umesema tu utawakabidhi. Hiyo ni uungwana. Asante. Kwamba wenda hesabu ni hiyo hiyo, wenda sio hiyo hiyo, lakini kwa kuwa alikulea na mmefanya shughuli kwamba wewe utawakabidhi tu. Basi mama, onana na Mheshimiwa Diwani atakukabidhi. Asante sana. Na kwa kweli wananchi wa kata anakotokea diwani huyu endeleeni kumchagua. Tunataka viongozi wa uungwana hivi. Jamani, si mnakubaliana na mimi? Haya, asante sana. Anayefuatia. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa jina naitwa Emmanuel Omoso, mkazi wa kijiji cha Bugwema, kata ya Bugwema. Ninayo malalamiko kama matatu, na kwa haraka nitayawasilisha. Jambo la kwanza ni la kihistoria kuhusu shamba la bonde la Bugwema kuanzia mwaka 74, kwa maana ya Mwalimu Nyerere kuona bonde lile na hatimaye kuwa na mpango wa mradi wa umwagiliaji kwenye bonde lile, likiwa na wakazi wa kawaida na jamii inayoishi kwenye bonde lile kwa kipindi chote. Lakini baada ya mpango huo Mwalimu Nyerere kushindwa kukamilika kwa miaka 40, juzi tarehe 21 mwezi wa 11 2025 tulipata ugeni wa mkuu wa wilaya akipiga marufuku ya mwanakijiji yeyote kutolima eneo lile la shamba ambalo halijawa na mradi, japo lilikuwa chini ya mpango wa mradi kama alivyokusudia Mwalimu na taifa. Na badala yake wananchi wamepata shida. Kwa mwaka huu hatukupata chakula kwa sababu hatukuwa na mahali pa kulima. Mazao yetu yamevurugwa na hatukulipwa wala kufanyiwa tathmini. Lakini la pili ni kwamba kutoka wakazi 150 waliopo wakati ule na sasa ni kaya 940. Hiki kizazi kinaenda wapi kikiwa kinategemea kilimo na ufugaji? Lakini alikuja naibu waziri wa kilimo tarehe 9 mwezi wa Januari, akakiri mbele yetu kwamba kuna makosa yamefanyika, na akasema mwezi Februari umepatikana wawekezaji wanaoitwa China 15 Group ambao serikali wamewapa bilioni 48.9 kuanzisha mradi. Tunakubaliana na mradi, lakini je, sisi wakazi wa asili tunaenda wapi na tutaishije? Na kama sasa hivi hatuna chakula, je, serikali iko tayari kutulisha kwa kipindi tunaposubiri utaratibu? Jambo la pili, kuna wananchi wetu ambao walitapeliwa ng'ombe 364 na tapeli mmoja anaitwa Robi, na hawa wakazi walitapeliwa watu 5 kaya 5, na wameshaenda mahakamani. Mahakama imetoa uamuzi, lakini kama ulivyodokeza kwamba utekelezaji hamna, mpaka sasa wazee hao na vizazi hivyo wanapata shida. Naomba msaada wako. Jambo la tatu ni kuhusu vitambulisho. Kwa sababu unaongea mambo makubwa, unaonaje tupitishe hoja moja? Hii jambo la ambayo hukumu imeshatoka, hili jambo ambalo hukumu imeshatoka, mmechukua hatua gani? Mmelifikisha wapi? Ni kwamba, na kwa nini halijatekelezwa? Hapo ndipo kuna chenga nyingi. Kuna court breaker aliyekuwa anaitwa Don Juma ambaye alifanya jambo hilo. Imekuwa ni mzunguko, nenda huku nenda kule, tumeenda mpaka Mwanza, tumerudi mpaka hapa,
lakini hukumu karibu mara 4 tunashinda. Mhusika yuko wapi? Na bali wako hapa wazee. Lakini la 4 ni kuhusu vitambulisho vya NIDA. Unaenda mbali, unaenda haraka sana. Mimi natamani kutokuacha kiporo. Yaani jambo linaloweza kufanyika leo lifanyike leo. Nilitaka kujua hukumu imeshatoka, nilitaka kujua ile hukumu ya mwisho imehukumu inasemaje na kwa nini haijatekelezwa. Hukumu ya mwisho ilizungumza kwamba ndugu Robi halipe. Shilingi ngapi? Ilikuwa ni kurudisha thamani ya wale ng'ombe. Huyo Robi yuko wapi? Robi anapatikana, wakati mwingine anatoroka, anajificha, akikamatwa anaachiwa, ndivyo ilivyo. Anakaa wapi? Makao yake yako Mwanza. Yako Mwanza. Haya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa mwelekeze RPC aongee na RPC wa Mwanza, wamtafute huyu Robi, atafutwe popote pale alipo, akamatwe, asiachiwe, alipe hilo deni ambalo mahakama ilishaamua, ama asaini utaratibu analipaje. Sasa mambo haya bwana, haya tukishakubaliana kuendesha nchi kwa utaratibu wa sheria, hamna ubabe, hamna ambaye yuko juu ya sheria. Mahakama imeshahukumu, anatakiwa alipe. Kama hajaridhika, inaruhusiwa kutokuridhika, na taratibu za kutokuridhika kuhusu uamuzi wa mahakama, utaratibu umewekwa. Unatakiwa uende mahakama nyingine ya juu zaidi ya iliyoamua. Haya, hilo tumemaliza. La kwanza lile ni kuombe wewe pamoja na uwakilishi wako, kwa sababu linahitaji ulinganisho wa nyaraka hali na taratibu nyingi. Siku mkuu wa mkoa atakapokuja hapa kushughulikia lile jambo lingine, atakapokuja kushughulikia lile jambo lingine tuliloongea, basi atakuja kulitatua na hilo pia. Haya, lingine NIDA. 3 ni kuhusu vitambulisho vya NIDA. Sisi tunatokea kijiji cha Bugwema. Lakini NIDA zetu zilikuja kama zilivyopitishwa na utoaji wa vitambulisho kwa Watanzania, ambavyo ndivyo vinavyoainisha uhalali wa Mtanzania. Lakini vitambulisho vyetu baadhi vilirudi mkoani, mpaka leo havijatolewa. Walisema kuna baadhi wanahisi kwamba sio raia wa nchi hii. Sasa kama kweli sio raia, mbona uchunguzi ufanyike na jambo hili likaisha? Na vitambulisho tayari wanavyo ofisi ya uhamiaji mkoa. Na ili uweze kufanya mambo, lazima uwe na kitambulisho cha NIDA ili kuweza kufanya utekelezaji wa mambo fulani, kudhibitisha kwamba wewe ni raia wa nchi hii. Haya, na kushukuru, na nadhani na hili wenzetu wa kuchunguza watanipatia uhalisia ili kile kinachostahili kiweze kufanyika. Ama mlishajua wenzetu wa uhamiaji, mnazo update hizi? Kwa hiyo litafanywa kazi, alafu tuweze kuendelea na utekelezaji wake. Ni mambo haya ya vitambulisho kama nchi tunayachukua kwa tahadhari, kwa sababu ya masuala ya kiusalama, lakini pia tunafanyia kwa tahadhari kwa sababu ya uwepo wa wale wasio na nia njema pia. Pande zote mbili tunazingatia fakti zote mbili hizo. Haya, anayefuatia, twendeni haraka kwa sababu ya ratiba. Mpeni mama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Zubeda Kasoga, natokea Arusha. Nimekuja, nimezunguka sana na kukufuatilia sana katika mikutano yako. Bahati nzuri nikajikuta niko hapa Msoma. Baada ya kujua kwamba huko hapa Nyambui, imebidi nisafiri kiini macho mpaka nimefika, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni mmoja wapo wa wafanyakazi 354 kutoka katika kiwanda cha Fiberboard African Limited kilichoko Arusha. Wakati zoezi lilivyofanyika la ubinafsishaji mwaka 98, kiwanda chetu kilikuwa kimoja wapo cha kubinafsishwa. Ubinafsishaji ulifanyika na zoezi likafanyika, mnunuzi akapatikana. Baada ya kupatikana mnunuzi, tukaona kwamba tutadhulumiwa. Akiwepo pale mkuu wa wilaya Agrey Mwandiri alikuja kusimamia nini kinachoendelea. Ikaonekana kwamba Agrey Mwandiri amebaini kwamba tutakuja kudhulumiwa. Kwa hiyo tukaunda kamati
ya wafanyakazi kusudi kusimamia malipo yetu. Tumeunda kamati, baadaye tukaenda mahakamani. Tumeenda mahakamani, zoezi limefanyika na mahakama, baadaye tukapewa hukumu. Hukumu yenyewe ilikuwa ni kwamba tulipwe 2004 ndio tumepewa hukumu ya kulipwa. Tulipopewa hukumu ya kulipwa, kilichoendea ikawa ni kiini macho. Maana mpaka sasa hivi ninavyoongea hatuna chochote, hatujalipa toka 98 mpaka sasa hivi. Tunakuwa tumelia machozi yetu ndani ya ziwa kama vile samaki. Hukumu iko wapi? Hukumu kama nilivyokueleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekuja hapa nikakubahatisha, nikabidi nijitokeze. Hukumu ziko kule kama 3 ziko Arusha kwa katibu wangu. Na tunawezaje kumpata katibu wako ama namna ya kuzipata hizo hukumu ili tuzipitie vizuri tuweze kuelekeza? Namna ya kuzipata, namba ya simu ninayo hapa, hata iko kwenye kichwa. Aya, unatisha sana. Hebu muone msaidizi wa waziri mkuu anayesimamia mambo ya sheria. Yuko wapi? Wakili msomi yuko wapi? Haya, wakili msomi, hebu muone mama hapo anakumbuka namba mpaka kwenye kichwa. Hebu pata mawasiliano ya namba, wasiliana na huyo katibu wake, pata hizo hukumu ili tuweze kutoa maelekezo kwa yule anayetakiwa kutekeleza. Haya, anayefuatia. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa jina naitwa Eric Matthew, ni mkazi wa Kilimanjaro, lakini nipo Mwanza na nyumba yangu Mwanza ambayo toka mwaka 2017 ilikuwa na tatizo, ambapo kuna mtu mmoja anaitwa Wilibadi Kalinjuma aliforge mkataba, ambapo nilimweka kwenye nyumba yangu kama mpangaji, lakini alikuja kuforge mkataba kwa kusema kwamba ananidai hela milioni 48 na laki moja. Kwa hiyo nilifungua baraza la ardhi kesi baraza la ardhi ikaenda miaka mingi mpaka mwaka 2023 ilikuja kutoka hukumu ya baraza la ardhi, na baraza la ardhi likaamua kwamba mimi nimlipe Wilibadi Kalinjuma kiasi cha shilingi milioni 48 na laki moja pamoja na riba yake ya 30%. Nikakaa na ndugu, kabidi tukati tu apili kwenda mahakama kuu. Tulienda mahakama kuu kwa jaji akasema, alimuita kesi ilivyoendelea pale, akamuuliza uko tayari kuendelea na kesi? Akasema hapana, sipo tayari kuendelea na kesi. Kwa nini? Dokumenti nimesahau nyumbani. Jaji akamwambia hapa dokumenti zipo, tunaweza tukaendelea na hii kesi. Nikaulizwa mimi nipo tayari kuendelea na kesi, mimi nikasema nipo tayari, lakini jaji akasemaje, kwa kuwa huyu amesema dokumenti amesahau nyumbani, wacha tumwache. Akatupa siku 3 tuweze kuja tena mahakama kuu. Mahakama kuu tulivyoenda baada ya siku 3 tukaulizwa tena tuko tayari kuendelea na kesi. Jaji akaniambia, aliniuliza mimi nikasema nipo tayari. Jaji akauliza upande wa pili, akasema hayupo tayari. Kwa sababu gani? Akasema ana njaa, sababu tulikuwa tumeitwa mule kwa jaji muda wa saa 5 hivi. Kwa hiyo jaji alikasirika sana, akashangaa sana mtu kumwambia vile. Nini ukawa uamuzi wa mwisho? Uamuzi wa jaji alifuta ile hukumu ya baraza la ardhi kwa kusema mahakama ya baraza la ardhi halina mamlaka ya kuhukumu kesi ya fedha kiasi hicho. Kwa hiyo jaji akasema nyumba yangu, mali yangu haina kesi yoyote ya kuendesha kwake. Kwa hiyo akaamuru yeye kama anasema ananidai anishtaki mahakama ya fedha. Kwa hiyo tukamwambia jaji, mtu yupo ndani ya nyumba yangu, naomba kibali aweze kutoka ndani ya nyumba. Jaji akasema mimi siwezi kutoa kibali kwa sababu nyumba yako haina kesi kwangu. Hamna kesi ya kuendesha juu kwenye meza yangu, kwenye hukumu yangu, kwenye mahakama yangu. Kwa hiyo siwezi kutoa kibali. Basi tukatoka pale kwa jaji, tukaenda tukakaa na ndugu, tukajiuliza tufanye nini, kitu gani. Tukakaa na wakili wetu. Wakili akasema basi kwa kuwa jaji amesema kitu cha namna hiyo, basi tuombe mahakama. Tukaenda kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akawasiliana na hakimu wa baraza la ardhi anaitwa Mayeye. Mayeye akasema waje ofisini kwangu tawasikiliza. Tulipoenda kwa Mayeye pale, Mayeye akasema basi kazieni hukumu ya jaji alivyosema nyumba yako haina kesi. Lakini wakili akapinga kitu cha namna hiyo, akasema huwezi kazia hukumu sababu jaji ametengua hukumu ya baraza la ardhi na nyumba yako amesema haina kesi. Tutakazia kitu gani hapa? Kwa hiyo tukashindwa kazia hukumu. Sasa hivi uamuzi ukoje? Mmefikia hatua gani? Sasa hivi hatua tulipofungua hukumu ya baraza haiwezi kuomba kibali ilishindikana. Maombi yetu yakatupiliwa mbali kwamba mahakama ya juu imechatua hukumu. Kwa hiyo tukatulia, tukashindwa tufanye kitu gani? Tukaenda kwa mkuu wa wilaya. Lakini mkuu wa wilaya sasa kama mahakama ya juu imeshasema nyumba yako haina kesi,
Wewe unatakiwa uchukue nyumba yako na yeye aendelee kudai fedha yake, si ndio hivyo tu? Miwa. Hebu liko wapi hili? Liko Mwanza? Lipo Mwanza, mtaa wa Lumala. Basi ukirudi nenda ofisi ya mkuu wa mkoa, atamuita na yule ndugu mwingine. Wewe upewe nyumba yako, ndio mheshimiwa, yeye apewe fedha yake anayodai. Ni mkataba ambao alifoji, amegushi. Nilifungua kesi. Kama aligushi, sababu nilifungua kesi. Kama aligushi, hiyo tuta mkuu wa mkoa tu atatumia vyombo vyake, anavyo vyombo vya kuchunguza kitu kilichogushiwa. Wewe nenda ofisi ya mkuu wa mkoa na nitamuelekeza kulisikiliza ili atumie na wanasheria wake waipitie ile hukumu iliyotolewa, ili hiyo hukumu itekelezwe, alafu then kazi ya kuchunguza kile kingine mnachogombania, uchunguzi utafanyika ili haki iweze kutendeka. Andikisha hapo kwa wasaidizi ili watakapomtuma andikisha, tutamuelekeza. Haya ni maelekezo. Andikisha, tutamuelekeza mambo mawili: moja, ukabidhiwe nyumba; mbili, wachunguze hilo linalohusu hilo la kugushi. Haya, anayefuatia. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa jina anaitwa Nyangige Mataro na nimetokea Serengeti. Ninayo kero ya wananchi wa kitongoji cha CCM Center Nyamuma. Kero yenye waathirika kaya 134. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnamo tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2001 tulihamishwa kutoka kwenye makazi yetu ya asili na serikali ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti. Baada ya kuwa tumehamishwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulilalamika kwenye tume ya haki za binadamu na utawala bora. Tume ikapokea lalamiko letu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na ikalichunguza kwa kina hapa mjini Msoma. Na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2004, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tume ilitoa mapendekezo yake. Na mapendekezo yalikuwa kama ifuatavyo. Mapendekezo yaliamua kwamba serikali ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti na serikali ya kijiji cha Bonchugu waturudishe kwenye makazi yetu haraka iwezekanavyo ndani ya miezi mitatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miezi mitatu ikabalizika, lakini utekelezaji hakuweza kufanyika. Ikabidi tuende Mahakama Kuu kuiomba mahakama yapatie mapendekezo ya tume nguvu za kisheria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maombi yetu yakapelekwa Mahakama Kuu, lakini Mahakama Kuu hakiweza kuyasikiliza, ikatupilia mbali. Nini uamuzi wa mwisho? Uamuzi wa mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mahakama Kuu, baada kwa Mahakama Kuu imekataa kwamba ilitupilia mbali maombi yetu, tukaenda Mahakama ya Rufaa. Mahakama ya Rufaa ikaturudisha tena Mahakama Kuu. Sasa Mahakama Kuu ikaamua kwamba turudishe kwenye makazi yetu, tulipo na fidia pamoja na nafuu nyingine ambazo mahakama itaona ni vyema na hastahili tupewe. Tangu mwaka 2011, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utekelezaji hujafanyika. Kwa hiyo tumekuja kwako kukuomba ili uweze kutusaidia utekelezaji uweze kufanyika. Kwa sababu hebu naziomba hizo hukumu. Mwanasheria wetu wa mkoa yuko wapi? Hebu njoo upande huko wa mwanasheria wetu wa mkoa. Mwanasheria wetu wa mkoa yuko wapi? Wameenda kule kwenye ardhi. Haya, hebu nenda kwa yule kwa msaidizi wa waziri mkuu wa mambo ya sheria hapo. Hebu isogeze kwa msaidizi pale haraka, tuzipitie tuone hukumu ilivyo. Haya, anayefuatia. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nashukuru kupata nafasi hii kwa sababu nimeshakufuatilia Itigi nikakosa nafasi, nikaja Mafinga nikakosa nafasi. Nilipoona juzi ikabidi nifuatilie. Mimi naishi Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, Kimara Bonyokwa. Mimi nimedhulumiwa nyumba 3 na mfanyabiashara mmoja wa Kariakoo anaitwa Mateso Joseph George. Huyo alikuja kupitia kwa rafiki yangu, akanishawishi nimpe hati yangu akachukue mkopo ni BC. Lakini bahati mbaya
hakufanya hivyo. Badala yake alikwenda CBA akachukua hela. Nilipomfuatilia akawa nipiga chenga, nikaenda NBC wakaniambia hakuna mkopo kama tumetoa. Nikaenda CBA wakaniambia ni kweli kachukua, lakini sehemu ambazo alistahili kusaini amesaini yeye, alidai wewe mkurugenzi wa kampuni yake. Nikamwambia hapana, hiyo hati imeandikwa jina langu, sio ya kampuni. Basi kilichofuatia nilikwenda polisi, akakamatwa. Tukaenda CBA, akatoa ahadi atapeleka kadi za gari zake 3 baada ya wiki 2. Baada ya kuachana nilipata tatizo la msiba, nikasafiri mimi na mke wangu. Nilipoondoka ndani ya wiki 3, tarehe 11 mwezi wa 10 2012, wakaja madalali wakatangaza mnada, sikupewa notice, sikupewa taarifa yote. Tarehe 14 wakauza nyumba. Ukweli nilipoteza ufahamu, nikaugua sana, nilishindwa kurudi. Mke wangu alirudi akachukua kila kitu akaondoka. Kilichofuatia, mimi niliporudi nikafikia serikali za mitaa. Serikali za mitaa walinipa ushirikiano, wakaniambia nyumba haijauzwa kihalali, ushahidi nao. Sasa cha msingi ni kufungua kesi. Ilibidi nifungue kesi mahakama ya wilaya ya Kinondoni, kesi namba 40. Ilikuwa kwa mheshimiwa Mushi. Nilienda na kesi ya 2015 nikashinda, ikaamuriwa nilipwe milioni 70. Japo ilikuwa chini ya kiwango, nilikubali. Imekwenda akakata rufaa, ikaenda mahakama kuu, miaka 3 kasoro kwa Jaji Mtungi. Ikarudi kwa utekelezaji. Hapo ndipo kulikuwa na shida. Uamuzi wa mwisho ukoje? Na? Uamuzi wa mahakama wa mwisho. Ilikuwa natakiwa anilipe milioni 70. Lakini alinipa milioni 5 tu. Hii nyingine akawa ananisumbua. Sasa kitu ambacho kimeniumiza zaidi, niliugua 2024. Yuko wapi huyo mtu? Yuko Kariakoo. Haya, basi sawa. Wewe hiyo imenyoka, anatakiwa tu alipe. Kwa hiyo kamanda wa polisi, mpigie kamanda mwenzako wa Dar es Salaam. Njoo kwa kamanda wa polisi hapa. Njoo kwa kamanda wa polisi hapa. Mpe taarifa hizo na nakala za hukumu, mpe na namba ya unayemdai, akukabidhi. Lakini ukimaliza kwa kamanda uandikishe pia mawasiliano yako kwa wasaidizi wangu hapa. Watu wanapenda kuonea wenzao. Katibu, katibu mmoja achukue namba yake huyu, achukue namba ya mzee wetu huyu, ili akishakabidhiwa kwa kamanda pale nataka kuongea naye. It's very bad. Asante Waziri Mkuu kwa kunipatia hii nafasi. Naitwa Edina Daudi, nimetokea Arusha. Mimi nilikuwa na mgogoro na jirani yangu wa muda mrefu. Mimi nilinunua 2014, yeye akaja akanunua kiwanja akanikuta nimeshanunua. Baadaye akang'oa bikoni zote za juu. Nikamuomba mwenyekiti, alikuja kuuza kiwanja cha jirani, nikamuomba atunyoshie kile kiwanja mara bikoni sioni. Mwenyekiti akatuambia tutoe mikataba. Nikatoa mkataba ambao ndio nautumia pale, kwa sababu huyu alioniuzia aliniuzia kiwanja cha kwanza. Baadaye akanitoa kule, wakati nakuja kujenga akakuta kule ameshauza, akanileta kwenye kiwanja kingine japo ni mali yake. Nikaridhika nacho, nikawa nimekaa. Wakanipeleka baraza la ardhi. Baraza la ardhi tukaendesha kesi, nakala ya hukumu iko hapa. Wakaja wakapima, wakasema sijaingia kwa mtu kama ilivyokuwa inadaiwa. Wakakata rufaa, wakaenda baraza la ardhi la wilaya. Kule nako tukaendesha kesi, mashauri yakatupiliwa mbali, ikaonekana kesi haina mashiko. Baada ya kumaliza, ile fence ambayo nilikuwa nimejenga mbele ya mwenyekiti, mme wa jirani yangu akaja akaivunja. Wakati huo mwanzo nilikuwa naendesha kesi na mke wa Yahaya Muhammad ambaye ni Hadija Shabani. Kwa hiyo baadaye alipoona mke wake ameshindwa, Yahaya Muhammad akaja akavunja ile fence. Baada ya kuvunja ile fence nikamfungulia tena kesi ya mashtaka. Tukaendesha kesi. Tumeendesha kesi, akashindwa tena kesi, tena akahukumiwa kwenda jela miezi 4. Baada ya kumaliza ile adhabu kila kitu, mtendaji wa kata akaja akakata eneo langu akampa Yahaya Muhammad. Ni kata gani hiyo?
Kata ya Sinoni, mtaa wa Mlimani, Arusha. Arusha mjini? Ndiyo, Arusha DC. Haya, uamuzi wa mwisho wa huko mlikokuwa kwenye vyombo vya sheria unasemaje? Kote alikuwa anashindwa kesi. Sasa baada ya Na kama kote wameshindwa, tatizo liko wapi? Si eneo ni la kwako? Amejenga mpaka sasa hivi tunapoongea, baada ya mtendaji sasa kuja kumkatia na kumpa eneo langu, amejenga. Wewe mtendaji anampaje eneo lisilo lake? Amempa. Na baada ya kumpa sasa nikaja nikasema sasa nikaenda nikafungua kesi. Kwanza nikaongea na yule alioniuzia kwamba anipe sasa mkataba wa pale, maana mkataba ndio uko nao, mipaka inasoma sehemu nyingine. Nikamwomba ili anipe mkataba wa pale, akaniambia hamna shida. Nikamwambia mimi nataka nikafungue kesi ili ndai eneo langu. Akaniambia hamna shida, maana mimi eneo lako nilikukabidhi. Basi nikaenda nikafungua kesi kwenye msaada wa kisheria. Haya, nimekuelewa vizuri. Watakurudishia eneo au watakupa fidia? Jiandikishe hapo, nitampa maelekezo mahususi mkuu wa mkoa. Atawaita wote, ama urudishiwe eneo lako kama mahakama ilivyoelekeza, ama wakufidie. Weka hizo namba za yule mtu ambaye namuelekeza kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, kwa kamanda wa polisi wa Dar es Salaam, na huyo hapo niwekee kwa ukaribu mawasiliano yao. Haya, tumalizie. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kufika mahali hapa. Nimetokea Msoma mjini. Nimekuja kwa kusuasua walao nifikishe lalamiko langu kwako. Mimi ni mjasiriamali, natoka mkoa wa Mara, lakini naishi kule Msoma mjini hapo Bweri Center. Mheshimiwa, mjasiriamali mimi ni mdogo sana. Nimekuwa nikihudumia taasisi za elimu, shule Mgango Sekondari, Mtiro Sekondari na Mrangi Sekondari. Mheshimiwa, nimeanza shughuli hizi mapema hata kabla ofisi hii ya wilaya Msoma vijijini haijahamia mahali hapa. Bado iko kule mjini. Baba, nimefanya hivyo kwa uaminifu sana, lakini malipo yamekuwa haba. Hapa wilaya hii ya Msoma vijijini nadai zaidi ya milioni 4,680,000. Lakini Serengeti Mama Maria Nyerere Sekondari nadai zaidi ya milioni 1,300,000. Butiama nadai zaidi ya shilingi 2,250,000. Msoma mjini pale. Haya, Rasi yuko wapi? Rasi ametangulia. Katibu wetu tawala wa mkoa, ndugu yetu huyu ametoa huduma wilaya zetu zote hizi na anadai. Sasa ukaa na wakurugenzi ndani ya mwaka wa fedha huu wawe wamemlipa hizo fedha zake zote. Njoo kwa katibu tawala hapa. Utapitia hayo malipo, wapitia hayo malipo wakulipe. Maeneo mengine nimekuwa nikiwaambia walipe muda ule ule. Sasa kwa kuwa bajeti hii ni mpya, ina siku 3, ni waelekeze watumie. Makatibu andikeni pia na namba yake, nitataka kupata. Hebu afisa elimu nenda ukae naye, sifuatilia hayo yote yalipwe mwaka huu. Mimi kwa majina naitwa Sebastiani Siri Mary. Mimi ni mkulima na mfugaji vile vile na mjasiriamali. Zile tikiti zikoko barabarani au kwenye main road ni za kwangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu, nimekuja hapa nina malalamiko yangu. Malalamiko yangu yanahusiana na askari ambaye anaitwa Ramadhani Chiganga Muyenjwa, ni askari kwa Gongo la Mboto Dar es Salaam. Alikuja kwenye likizo kwao ni hapa Nyambui. Alikuja hapa akaniomba pikipiki yangu. Baada ya kumpa pikipiki yangu akapata ajali, pikipiki yangu ikaharibika. Baya zaidi mheshimiwa, baada ya kuharibika akasema ataninunulia mpya. Akamwambia baba yake kwamba baba sabato asichukue chombo chochote hata mnyororo. Nikaacha hiyo pikipiki. Mbaya zaidi babake ile pikipiki yangu mabaki yote akabaki hapa akafunga kwenye pikipiki yake. Nikaamua kufungua kesi. Yeye yuko Dar es Salaam. Nimefungua kesi, nimeenda kikosi namba 27 Makoko wakamtumia Samasi. Akili akasema uamuzi ulishafanyika. Hii hapa hukumu ya mahakama ya mwanzo kwamba nifidie milioni 3. Na nikusomea hukumu mheshimiwa wala usiwe na shaka. Wewe onana tu na kijana wetu hapo, tutaongea na wakubwa zake wakulipe. Watamuelekeza akulipe.
Onana na makatibu hapo. Njoo hapa nikusikilize huko nikiwa naondoka. Sasa ndugu zangu, tunawashukuru sana, na kama kuna jambo ambalo halijaisha, kama tulivyosema, Jumatano mkuu wa mkoa atakuwepo huku ama mwakilishi wake. Kwa hiyo mengine yaliyosalia yatamalizwa kwa njia hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki.